Sasa mchana wa leo hebu tujikumbushe neno dogo tu kwa habari ya imani. Imani inayokuwa na imani inayoongezeka. Imani inayokuwa na inayoongezeka. Imani inayokuwa na imani inayoongezeka. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunajua Mungu ametuokoa. Ametuokoa kwa gharama kubwa. Alitupenda. Na katika Yohana 3:16 Biblia inasema hivi, kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanawe pekee ili kila mtu amwaminie asipotee bali awe na uzima wa milele. Mungu alitupenda. Kupenda tu haitoshi, lakini anasema kila mtu amwaminie asipotee bali awe na uzima wa milele. Tukiangalia ujumbe huu, haina maana tu kwamba yaani kwamba wale ambao hawajaokoka tu kwamba hiyo ujumbe unawahusu. Hapana. Bwana asifiwe sana. Inatuhusu sisi tuliookoka. Inahusu na wale ambao bado hawajaokoka. Inahusu sisi ambao tunaamini Mungu. Inahusu sisi ambao kila siku tunakuja ibadani na kumwabudu Mungu. Kila mtu amwaminie. Kwa neno lile kila mtu amwaminie linabeba ujumbe mzito sana kwa habari ya maisha ya mtu mmoja mmoja katika kumwamini nani? Mungu. Haleluya. Kumbe tunapomwamini Mungu kuna kukombolewa. Amen. Tunapomwamini Mungu kuna kuponywa. Tunapomwamini Mungu kuna kuinuliwa. Tunapomwamini Mungu kuna kila kitu. Kila mtu amwaminie Mungu asipotee bali awe na uzima wa milele. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo nimebeba ujumbe pale imani. Kumwamini Mungu ni imani. Ni hatua ambayo kila mmoja lazima awajibike nayo. Haleluya. Haleluya. Na inategemea mtazamo ulionao kwa Mungu. Amen. Inategemea mtazamo wangu kwa Mungu. Inategemea namna gani ninavyomwona Mungu katika maisha yangu. Inategemea viwango ulivyo navyo kuelekea Mungu. Viwango ulivyo navyo kwa ajili ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa kila mtu anayemwamini Mungu hapotei. Hapotei. Hafedhehishwi. Haaibiki. Kwa sababu anamwamini Mungu ambaye yeye ana kila kitu. Ana uwezo wote. Ana nguvu zote. Ana mamlaka yote. Bwana Yesu asifiwe sana. Na huko nyuma tumesoma sura mrefu tukalifundisha kwa somo la imani. Akasoma ule mstari katika Ibrania 11 kuanzia mstari wa kwanza pale akasema kwamba imani ni nini? Imani nini? Imani nini? Ni kuwa na hakika, ndio? Kuwa na hakika na nini? Mambo yatarajiwayo. Maana mambo hayajafika, ndio? Yaani hatujayaona bado. Bado yamefichwa. Bado yako nyuma, ndio? Yako nyuma ya kitu tunachokiona. Ni kuwa na uhakika na mambo yatarajiwayo. Pia ni bayana mambo sio nini? Yasionekana. Kwa hiyo ili tuyaone yale ambayo yanatarajiwa, inahitajika nini? Imani. Ili tupate yale ambayo Mungu ametuahidia, ahadi zake katika maisha yetu, katika maisha yangu, inahitajika nini? Imani. Kwa hiyo imani ni jicho, ndio, ya kuyaona yale ambayo yamefichwa. Yale ambayo yanakuja kesho yetu, yale ambayo yanakuja mwaka unaofuata, yale yanakuja masaa machache mbele yetu. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Tunaweza kuona tuko hapa, lakini kuna mwenzetu ambaye Mungu amemjalia kuona jicho la tofauti, ya kuona yale ambayo yamefichwa, ya kuona yale ambayo yanatarajiwa kwa habari ya maisha yetu. Mwenzetu kaenda hatua moja zaidi na sisi tukafanya nini? Baki pale. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Kwa imani ni uhakika. Bila evidence. Ndio? Evidence. Maana ni nini? Ni ushahidi, ndio? Ni uthibitisho kwamba kitu ambacho tunacho tayari.
Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Sasa tunataka tujifunze kuhusu imani inayoongezeka na imani inayokuwa. Ina maana kwamba tunaongelea viwango vya imani, viwango vya kumwamini Mungu. Vina hatua. Unapokuta imani ina hatua. Kuna viwango vya chini, viwango vya kati, viwango vya nini? Vya juu katika imani. Na imani ambayo inabaki vile vile, haiongezeki, ilikuwa ni imani ambayo imefanya nini? Imekufa. Mungu atusaidie sana. Mungu atusaidie sana. Tunahitaji kuwa na imani ambayo kila siku inafanya nini? Inaongezeka kiwango chake. Kila siku inaongezeka. Kila siku inaongezeka. Inapoongezeka imani, hata maisha yako yanabadilika kila siku. Bwana Yesu asifiwe sana. Maisha yani uthibitisho kwamba ndani yako imani yako inakuwa na kuongezeka ni mabadiliko ya maisha ya kiroho ambayo unaishi. Asante sana. Haleluya. Kwa hiyo uthibitisho kwamba ndani ya huyo mtu imani inaongezeka ni kuona maisha yako ya kiroho, maisha au viwango vya kumwamini Mungu, viwango vya kumtumikia Mungu, viwango vyako katika Mungu unafanya nini? Vinaongezeka. Haiwezekani imani ikakua alafu ukabaki pale pale. Haiwezekani. Mungu asifiwe sana. Hiyo fani ni hii, haiwezekani. Kwa hiyo kwamba tunapokuwa kiimani na viwango vyetu vya kumwamini Mungu, vya kumwona Mungu vinabadilika. Bwana Yesu asifiwe sana. Masikio yetu, macho yetu yanabadilika. Macho yetu ya ndani yanaongezeka. Masikio yetu ya rohoni yanaongezeka. Kila kitu ambacho kinasema Mungu vinaongezeka. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Hebu tusome katika Marko sura ya 6 mstari wa 5. Tusome kwanza mstari wa kwanza hadi mstari wa 6. Mstari wa kwanza mpaka 6. Biblia inasema hivi: akatoka huko akafika mpaka nchi ya kwao, wanafunzi wake wakamfuata. Na ilipokuwa Sabato walianza kufundisha katika sinagogi. Wengi waliposikia wakashangaa, wakisema, huyu ameyapata wapi haya? Na ni hekima gani hii aliyopewa huyu? Na ni nini miujiza hii mikubwa inayotendeka kwa mikono yake? Huyu si yule Selemala mwana wa Mariamu, na ndugu yao Yakobo na Yose na Yuda na Simeoni, na maumbu yake hawapo hapa petu? Wakajikwaa kwake. Yesu akawaambia, nabii hakosi heshima isipokuwa katika nchi yake mwenyewe na kwa jamaa zake na nyumbani mwake. Wala hakuweza kufanya muujiza wowote huko isipokuwa aliweka mikono yake juu ya wagonjwa wachache akawaponya. Akastajabu kwa sababu ya kutokuamini kwao. Akazunguka katika vile vijiji akifundisha. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunaona habari ya Yesu Kristo ambaye alizaliwa kama mwanadamu wa kawaida. Alizaliwa na Selemala, akazaliwa na mwanamke Mariamu.
Kwa hiyo Yesu, tunaona kwamba Yesu alikuwa ni Mungu, lakini kwake kulikuwa ni kwa kawaida kabisa. Sasa aliporudi Nazareti, katika eneo ambalo alizaliwa, eneo ambalo alikuwa katika mtoto, akawa anafanya vitu vingi, amefanya miujiza mingi. Watu wakawa wanashangaa yale anayofanya. Wanashangaa lakini hawaamini kwamba huyu anayefanya yale anayotenda yale ni mambo ambayo yanatoka kwa Mungu. Mungu asifiwe sana. Kwa sababu walikuwa wanamjua, wanamfahamu kwamba hawezi kufanya jipya katika maisha yao. Kwa hiyo wale watu wakawa wanamuona, wanaona mtu wa kawaida. Kwa hiyo Yesu alikuwa ni Mungu. Haleluya. Yesu sababu alikuwa ni Mungu, alitambua mawazo yao. Haleluya. Alitambua mawazo yao. Maeneo mengi Yesu alifanya miujiza mikubwa ikafanyika. Lakini tunasema kwamba tunajifunza kwamba alifika Nazareti hakufanya miujiza mingi kwa sababu wale watu walikuwa hawaamini. Mungu asifiwe sana. Walikuwa wafanya nini? Hawaamini. Manake hawakuamini kwamba yeye ni Mungu. Hawakuamini kwamba anaweza kufanya miujiza kwa sababu walikuwa wanamfahamu. Kwa sababu walikuwa wanamjua kwamba huyu ni mtu aliyezaliwa na Mariamu. Ni mtu ambaye baba yake ni seremala. Kwa hiyo ilikuwa ni jambo la kawaida. Lakini kumbe Yesu alitambua. Ndio maana mstari wa sita, watu wa tano sababu wala hakuweza kufanya muujiza wowote huko kwa sababu ya kutokuamini kwao. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Nimejifunza kwamba kumbe ili Mungu aweze kufanya muujiza katika maisha yako, katika maisha yangu, inahitajika imani. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Inahitajika nini? Imani. Kwamba Mungu niliye naye anaweza kunitendea. Amen. Kwamba Mungu naye niamini anaweza kuniokoa. Kwamba Mungu niliye naye anaweza kunitoa hapa nilipo. Kama imani, muunganiko wa imani haupo, sio rahisi kupokea muujiza. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo kilichofanya watu wa Nazareti wasipokee miujiza ya Yesu Kristo ni kutokuamini kwao. Miujiza Yesu alikuwa nayo, uwezo alikuwa nao. Ndio maana sema aliwawekea mikono watu wachache tu. Amen, akawaponya. Lakini hakuweza kufanya muujiza wowote kwa sababu ya kutokuamini kwao. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo Yesu sasa akastajabu kwa sababu ya kutokuamini kwao. Akasema kazi ya kuzunguka huku na huku akifundisha. Kwa nini alianza kazi ya kufundisha? Kwa sababu alianza kufundisha ili aondoe ile imani potofu alikuwa nayo. Aondoe yale ambayo alikuwa anawafanya wasimwamini yeye. Awafundishe ili Mungu awatembelee. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo ilikuwa rahisi Yesu kuachilia muujiza kwa maisha yao kwa sababu walikuwa hawaamini. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo ili Mungu atende kazi katika maisha yetu, Mungu atende kazi katika maisha yako, inahitajika imani thabiti ambayo inatuunganisha ili Mungu atende kazi katika maisha yetu. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni jambo la kawaida kuona kabisa tuko hapa wengine kazi kutafundishwa, msukati tu ni mmoja, si ndio? Mafundisho yake yote tunayasikia, lakini sio ajabu wengine wako juu wanamwona Mungu, wanapokea miujiza, wanapokea baraka zao kwa sababu wanafanya nini? Wanaamini. Bwana asifiwe sana. Lakini si ajabu wengine tuko hapa kila siku miaka hadi miaka hatupokee chochote kwa sababu tunafanya nini? Hatuamini. Au hatuamini mtumishi wa Mungu, au hatuamini kama Mungu tulio naye ni Mungu thabiti katika maisha yetu. Amen. Kwa sababu nini? Ni vile tunavyoamini katika mioyo yetu. Haleluya. 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 Kwa lazima kuwe na jitihada katika maisha yetu ya kuona kwamba Mungu anatembelea kwa viwango vingine kwa sababu tunamwamini yeye. Haleluya.
haikuwa kwa Yesu mwenyewe, lakini ilikuwa kwa nani? Kwa Mungu Baba ambaye amemtuma nani? Mwanawe Yesu Kristo aje duniani kuwaokoa wenye dhambi, lakini kuwaponya, kuwatendea yaliyo mema. Haleluya. Ndio maana sehemu nyingine Biblia inasema kwamba Yesu alipita huku na huku, alitenda mema. Amen. Alitenda mema. Nadhani kutenda mema kwa kila mtu tu, lakini ilikuwa na muunganiko wa imani. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunakumbuka yule mama ambaye alikuwa anatoka na damu miaka ngapi? 12. Amen. Amen. Hakupata mpenyo wa kuongea, anataka kuongea ana kwa ana na Yesu amwelezee shida zake. Amen. Alichofanya nini? Yaani alifunguka akasema mimi hapa jamani inatosha tu. Hata nikishika pindo nini? La nguo tu yake tayari nitafanya nini? Nitapona. Unaona kandi ya imani ambayo ilikuwepo kwake. Amen. Lakini hakumuelezea, kupata fursa ya kujieleza, Yesu mimi Bwana, kwa kweli nimeteseka muda mrefu, miaka nienda rudi, sipati msaada, watu wananiona, watu wanisaidii, nini. Lakini imani yake ndani yake sema, yaani huyu jamani huyu ni mwana wa Mungu. Na hapa nitakapofanikiwa tu kushika pindo la vazi yake nitapona. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Lakini kuna wengine ambao walikuwa wanamgusana na Yesu, lakini sababu dhamira ya mioyo yao haikuwa kwamba kugusa Yesu apate chochote, hawakupokea chochote. Si ndio? Inawezekana wengine mpaka walimkumbatia, lakini hawakuwa na connection, miujiza ya Yesu kuingia katika maisha yao, kwa sababu mioyoni mwao uko bado kuna kitu ambacho kinadhamiria katika maisha yao. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Kwa hiyo inahitajika kitu kutoka ndani. Amen. Kwamba huyu ninayemwamini, huyu ninayemwendea. Wiki hii tumekuwa na maombi. Mtumishi wa Mungu alisoma mstari katika Biblia akasema kila anayemwendea Mungu sio tunaingia kwenye kiti cha enzi. Sio? Kiti cha nini? Cha rehema. Kwa imani kwamba kwenye kiti cha rehema kuna ukombozi. Kwenye kiti cha rehema kuna neema. Kuna kiti cha rehema kuna kusamehewa dhambi. Kwenye kiti cha rehema kuna mapenzi ya Mungu. Kwa kila mtu anayemwendea Mungu. Amen. Amen. Lazima awe na uthibitisho na uhakika katika maisha yake. Huyu anayemwendea aweza kunisaidia. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Kwa hiyo watu wa Nazareth, ingawa hata kama Yesu Kristo ndio pale alipozaliwa, pale alipokuwa, hakupokea miujiza kwa sababu ya kutokuamini kwao. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Haleluya. Je, unaamini Mungu ulionaye? Unaamini Mungu aliyeungana ulionaye katika maisha yako? Haleluya. Tunatakiwa tupokee vitu kutoka kwa Mungu, lakini inahitajika imani ambayo ni nguzo ya kufanya Mungu atende kazi katika maisha yetu. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Tukisoma katika Luka 17 somo langu ni kwamba imani inayokuwa na kuongezeka. Luka 17 kwa mstari wa kwanza, Biblia inasema hivi: akawaambia wanafunzi wake, makwazo hayana budi kuja, lakini ole wake mtu yule ambaye yaja kwa sababu yake. Ingemfaa zaidi mtu huyo jiwe la kusagia lifungwe shingoni mwake akatupwe baharini, kuliko kumkosesha mmoja wapo wa wadogo hawa. Jilindeni, kama ndugu yako akikosa muonye, akitubu msamehe, na kama akikosa mara 7 katika siku moja na kurudi kwako mara 7 akisema nimetubu, msamehe. Mitume wakamwambia, Bwana tuongezee imani. Bwana tuongezee imani. Bwana asifiwe sana. Yesu anafundisha kwa habari ya msamaha, kwa habari ya kuchukuliana, kwa habari ya kuachilia. Lakini kitu tunachokisema hapa kibinadamu ni kitu kigumu. Amen. Kitu nini? Kigumu.
amesema makwazo yana budi kuja, si ndio? Lazima tunakwazana, si ndio? Hata kazini tunaweza tukakwazana. Maeneo yetu ya nyumbani tunaweza tukakwazana, mume na mke wakakwazana, baba na watoto wakakwazana, si ndio? Majirani tukakwazana. Amen. Watumishi wa Mungu tukakwazana. Lakini Biblia inasema hata kama mtu huyu amekosa mara 7 kwa siku hii moja, msisitizo wake ni kwamba msamehe. Lakini wana mitume, neno hili lilikuwa gumu kwao. Nimeshangaa sana kusoma mstari. Kama miaka mingi nilikuwa nasoma naona kawaida. Lakini kumbe huu mstari anasema kwamba mtume akasema Bwana tuongezee imani. Yaani kwamba walipita katika mahali kwamba wana imani ndogo. Lakini kwamba jambo ambalo Yesu alisema kwamba umsamehe huyu mtu aliyekosea mara 7 kwa siku moja ni jambo nini? Gumu ambalo halitekelezeki. Bwana Yesu asifiwe sana. Jamani, inawezekana? Yaani sasa mtu asubuhi ya leo mmekosana akasema nisamehe Bwana, sio? Ukasema bwana basi, sababu ni mara moja nisamehe. Mara ya pili siku hiyo moja tena anakukwaza, anakukosea. Tena aombe msamaha, ufanye nini? Umsamehe. Mara ya tatu tena aombe msamaha, umsamehe mpaka siku 7. Yaani mpaka mara 7 kwa siku moja. Yaani ilikuwa labda mwaka kwa mwaka, kwamba nilikosea kwa mwaka mara 7. Au kwa wiki mara 7. Lakini Yesu anasema katika siku hii moja lazima utoe nini? Msamaha. Jambo hili lilikuwa kwa mitume. Sio kama kwako linawezekana. Jirani yako yule inawezekana ni jirani yako umefuga au umelima sijui nini vinyungu vyako pale nyumbani. Jirani yako ana mbuzi. Si ndio? Bwana wewe, mbuzi ametoka amekula mboga yako pale. Nyamsa. Mimi napenda sana ile mboga yako. Amekula. Kwa bwana mbuzi yako ametoka fungia. Si ndio? Akafungia. Au akasema sawa. Hapo akafungia. Mbuzi akali mara ya pili amekula. Alafu tena kamwambia, "Bana tatu na amekuja amekula." Baadaye unakuta vishina vyote fani ni yote imeisha, imekuwa vishina vitupu. Ulikuwa na bustani yako imeisha. Biblia inasema usamehe. Ndio? Fani kumsamehe tu. Kwa sababu umekwaza lakini fani umsamehe. Lakini ni jambo ambalo nini? Ni gumu kibinadamu. Ndio maana watoto wa hawa mitume wakasema kwamba kwa kweli Yesu, kwa nini hilo sema tuongeze tu imani. Kwa sababu itawezekana ngumi zitalika tu kirahisi tu. Ndio? Tutapigana makofi. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Kweli kanifusa kwamba kumbe imani inayokuwa ni imani ambayo inahusisha uhusiano wetu na Wakristo wengine. Haleluya. Imani inayokuwa inahusisha mahusiano yako na mtu mwingine. Unahusiana vipi? Unaishije naye? Pale ambapo mambo mengine hayaendi sawa na hiyo jirani yako na huyo mtu mwingine, unaishi vipi? Kuna watu tumechukulia vitu katika mioyo yetu, tumebeba mizigo muda mrefu kwa sababu ya kutofanya nini? Kusamehe. Yamkini ni jambo ambalo ulisamehe limetendeka mara nyingi kwako na mtu mmoja huyo au na jirani huyo au imefanyika kwa muda mrefu na huyo mtu. Kwa hiyo katika mahali sasa inatosha. Kwa kweli Mungu anisaidie tu. Kwa kweli mimi siwezi kusamehe. Siwezi kuachilia. Siwezi kabisa. Kwa sababu jambo limetokea kwa muda mrefu, najirudia. Mungu asaidie sana. Na hiyo imesababisha watu wengi tumetembea katika maumivu ya muda mrefu. Tumetembea na vinyongo kwa muda mrefu sababu ya kuto kusamehe, ya kuto kuachilia, ya kuto kuacha mambo yaende, ya kumpa nafasi Mungu au tuone kama Mungu anasema nini na maisha yetu. Ni mambo magumu. Kutoa msamaha ni jambo gumu. Ndio maana watu wengine wanaweza kaishi alifanyia jambo akiwa mtoto mdogo na mtu mpaka anakuja baadaye kulipisha kisasi. Baadaye sasa alinifanyaga huyo mtu alifanya kisasi kwa sababu kuna miaka 20 iliyopita alifanyia kitu kibaya sana. Alifanyia kitu kibaya wazazi wake, kwa hiyo amekaa nacho. Itafika mahali fulani na lazima
alipize kisasi. Mungu asifiwe sana. Haleluya. Kwa hiyo imani inayokuwa inahusisha uhusiano wetu na watu wengine. Ukifika mahali unaweza kuachilia vizuri, hata kama umeumizwa, hata kama umekanyagwa, hata kama umekwazwa na mtu, ukaweza kuachilia kirahisi, ukamwachia mtu aliyekuja kusema, hata kama siposema kwamba nisamehe, ukaachilia, kuna ni kawaida. Imani yako imeongezeka. Bwana asifiwe sana. Wokovu wako uko salama. Mungu asifiwe sana. Haleluya. Haleluya. Sisi ni watu wa tofauti. Ni watu wa tofauti. Na utofauti huo unakuja kwa sababu yeye ni Mungu ambaye ni kweli wanadamu tumekosea Mungu. Tulifanya vitu vingi vya ajabu tangu baba yetu Adam. Dhambi. Lakini Mungu alikuwa Mungu wa kuachilia. Ni Mungu wa msamaha. Ni Mungu ambaye aliweza kutusamehe kwa kumtoa Yesu Kristo mwana wake wa pekee aje kwa ajili yetu. Huu ni upendo wa ajabu. Akatusamehe. Yamkini kama angekuwa na kinyongo, asingeweza kumtoa Yesu Kristo mwana wake pekee aje kutuokoa. Aje atoe kwenye dhambi. Aje atusamehe dhambi zetu. Ndio maana Biblia inasema katika Isaya kwamba msatafikiri anasema kwamba dhambi zenu zitakuwa nyekundu kama ni bendera, zitakuwa nyeupe. Haijalishi tumefanya mangapi, Mungu alitusamehe. Tulifanya mangapi, tulikosa kwa namna gani, tuliua au tuliiba au tulifanya mambo ajabu ya ajabu sana katika ulimwengu huu, lakini damu ya Yesu ilitusamehe na Mungu akatusamehe dhambi zetu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo inahitajika imani. Wakasema tuongezee imani. Kwa sababu jambo hili ni ngumu sana kusamehe. Huyu mtu mara moja kwa siku moja anakosea mara 7. Hivi nimsamehe kirahisi? Mungu asifiwe sana. Tunamhitaji Mungu sana atuongoze imani. Kwa hiyo uhusiano wetu na Mungu, kukua kwa imani zetu pia ina involve namna gani tunavyohusiana na watu wengine. Unaweza kuwa katika maisha yako angalia namna gani unaishi na waishi. Namna gani unaishi na Wakristo wenzako. Namna gani unaishi na majirani zako. Namna gani unaishi na watumishi wa Mungu. Namna gani unaishi je, ndani yetu uko safi. Tunaongea vizuri. Sio kuongea tu lakini nafsi zetu tukikutana na roho zetu je? Zikutana na nafsi zetu. Nakumbuka Biblia tulikuwa tunasoma pale, nafikiri tunasoma Daudi na Nathan walikutana wakawa marafiki. Nafikiri nafsi zao, roho zao ziliungamana. Amen. Je, hapo tulipo nafsi zetu ziliungamana? Mimi na Bogani, mimi na Manani pale. Nafsi zetu zinaungana. Yaani tukikutana yaani nafsi zinashirikiana. Au tukikutana tunazungumza hivyo ni sasa sana. Tunaonana vizuri lakini nafsi zetu, roho zetu. Mungu asifiwe sana. Haleluya. Haleluya. Mtume anasema tuongezee imani. Tuongezee imani. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa tunahitaji imani inayokuwa na kuongezeka. Ili tufikie viwango ambavyo Mungu anatamani tufikie. Ili Mungu atende mambo ambayo anakusudia kutenda katika maisha yetu. Inahitajika imani inayoongezeka, imani inayokuwa. Yamkini kwa muda mrefu kwetu tuna imani, lakini imani imebaki katika level ile. Viwango ni vile vile, havijaongezeka. Kwa hiyo hata Mungu anaweza kuachilia, hawezi kuachilia mambo makubwa yaje katika maisha yetu kwa sababu kiwango cha imani zetu zibaki vile vile. Yesu wakati anafundisha alitolea mfano wa imani kiasi cha punje ya nini? Ya haradali. Bwana asifiwe sana. Hebu tusome katika
Marko. Marko sura ya 16. Marko sura ya 16. Chini katika Biblia mstari ambao unaongelea kuhusu imani ya punje ya Haradali. Luka 17 mstari wa 6. Ya, sawa. Tunaenda pale chini. Kama mngekuwa na imani kiasi cha chembe ya haradali, mngewaambia mlima huu ng'oka ukapande baharini, nao mngewatii. Lakini ni nani kwenu mwenye mtumwa alimaye au achungaye ng'ombe atakaye mwambia mara arudipo kutoka shambani, njoo upesi keti ule chakula? Je, hamtamwambia nifanye tayari chakula nile, jifunge unitumikie hata niishi kula na kunywa, ndipo nawe utakapokula na kunywa? Je, atampa asante yule mtumwa kwa sababu ameyafanya aliyoagizwa? Vivyo hivyo nanyi mtakapokwisha kuyafanya yote mlioagizwa, semeni, ni sisi tu watumwa wasio na faida, tumefanya tu yaliyopasa kufanya. Bwana Yesu asifiwe sana. Yesu anaendeleza hii habari kama tulivyoona kule mwanzoni, kwamba anawaambia habari ya msamaha, kwamba waishi na ndugu zao, kusamehe, waishi katika msamaha, waishi katika kuachilia. Hawa mitume wanasema kwamba kwa kweli Yesu tuongezee imani, kwa sababu jambo hili ni gumu, haliwezekaniki kwa hali ya kawaida. Inahitaji neema ya Mungu katika kutoa nini? Msamaha. Lakini Yesu anatolea mfano kusema mngekuwa, Bwana akasema mngekuwa na imani kiasi cha chembe ya haradali, mngeweza kuambia mlima huu ng'oka ukatupa nini? Baharini. Sasa wakati naendelea kujifunza na kutafakari maneno haya, nimefika mahali pa kuona kwamba kumbe sio kwamba inahitajika tu imani kwamba chembe ya haradali kama ilivyo, kama chembe. Nafikiri tunajua. Wengine wanafanisha chembe ya haradali kama punje ya mchicha, si ndio? Kwamba ni kitu kadogo vile vile kalifu. Kama imani inatosha kuwa na imani kama namna hiyo. Amen. Amen. Kwamba imani kama namna hiyo kanatosha. Ndivyo watu wengine wanafikiria kwa namna hiyo. Hata mimi pia nilikuwa nafikiri kwamba kumbe imani katika imani kadogo tu ili tufanye mambo makubwa. Haleluya. Haleluya. Sasa nikaja kujifunza hii punje inasema au chembe ya haradali ni punje ya namna gani? Kumbe lazima ifanye nini? Ipandwe, si ndio? Ikipandwa inamea. Ikishamea inasema kwa nini ni mtu mkubwa. Chembe nyingine sema mtu unakuwa mkubwa mpaka ndege wa angani wanakuja kufanya nini? Kutua juu yake. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo Mungu anaposema nataka tuwe na imani, anataka kuona imani ya aina hii ambayo inakuwa kwenye kiwango kidogo kwenda kwenye kiwango kinini? Kikubwa. Ni imani inayomea na kuleta mizizi na kuleta shina na kuleta matawi na kuleta matunda makubwa.
Bwana asifiwe sana. Haleluya. Haitoshi kuwa na imani tu kwamba kuna kaimani ya unako. Hapo kaimani kaliko nako kinahitaji kupaliliwa, kinahitaji kumwagiliwa, kinahitaji kupaliliwa, kuwekewa mbolea ili iwe imani kubwa zaidi. Bwana asifiwe sana. Ili ilete matunda. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Imani inayokuwa, imani inayoongezeka, imani ambayo inakusogeza kwenye viwango vingine. Kama mwaka jana ulikuwa na kaimani kana namna fulani, kama ni ngazi kwenye ngazi ya chini kabisa, tuko hapa, sio? Mwaka huu tunataka tuende kwenye ngazi nyingine hapa. Bwana asifiwe sana. Imani ambayo tupeleke kwenye viwango vingine, kwenye ngazi nyingine ya kumwamini Mungu, kuamini matendo makuu ya Mungu, kuamini ishara, miujiza katika maisha yetu, kuamini kama Mungu tulionaye ni Mungu anayeongezeka katika maisha yetu. Bwana asifiwe sana. Akasema hii imani, nikajifunza ni imani ambayo inakuwa, inaongezeka, inamea, inachipua. Ikishachipua inakuwa na matawi makubwa. Sasa na matawi makubwa inakuwa na matunda. Amen. Kwa hiyo watu wengine wanaweza kufurahia matunda ya imani yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Wakakuja kuchuma matunda kwenye imani ambayo wewe umeipalilia, ambayo Mungu alikupa, ukaiongeza. Watu wengine wakanufaika. Majirani wakanufaika. Kanisa la Mungu likanufaika. Nchi yote ikanufaika sababu ya imani ambayo umepalilia. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Je, tunafanya jitihada gani ya kuongeza imani zetu ambazo Mungu ametupa? Kila mtu ana kiwango cha imani. Haleluya. Haleluya. Kila mtu. Na vile vitu kwetu tulifunza roho bali za Roho Mtakatifu kwamba kumbe tunapokuwa tu Mungu anaweka Roho Mtakatifu ndani yetu. Sio? Kwa hiyo kadri tunavyoendelea kukua na kumwamini Mungu na kujishughulisha juu ya mambo ya Mungu, kiwango cha Roho Mtakatifu kinaongezeka katika maisha yetu. Amen. Mizani inaongezeka. Haleluya. Vivyo hivyo katika imani. Tunaweza kuwa tumekuwa muda mrefu, miaka mingi inapita, tupo kanisani na tutafanya na huduma, lakini kumbe bado kale kapunje ka dada akaja kudodoka kwenye udongo mzuri. Amen. Kale kapunje hakajapaliliwa vizuri, hakajawekewa maji. Kale kapunje hakajamea bado. Kale kapunje hakajaota. Kale kapunje hakajawekea mbolea. Kale kapunje hakajawa chochote. Kale kapunje kama kapunje. Sasa utofauti unakuja kwa yule ambaye unawezekana kupewa imani ya aina moja, kale kapunje. Mwingine akakamwagilia, mwingine akakafanyia nini? Viwango vyake vinaongezeka kila siku. Na Mungu anajifunua kwake. Na Mungu baada ya kuona kama imani inaongezeka, anawezekana akawekeza vitu vingine ndani yake huyo mtu. Mtu akaja leo au kesho kutwa akaokoka leo, akawa analia hamu ile imani yake kaipeleka kila siku kwenye ibada, kwenye maombi, kwenye neno la Mungu, anaenda kupalilia imani ndio inafanya nini? Inachukua kubwa. Kwa sababu huyu mtu amekuja jana tu anatuambia nini Bwana? Anaweza kumtia moyo mimi huyu mimi ni miaka mingi. Sababu kale ka imani kako bado kile kale. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Je, uko tayari kupalilia imani yako? Upo tayari kufanya jitihada imani yako ikue na kuongezeka ndani yako? Tuko tayari? Je, tunatoa nafasi gani kwa Mungu ili imani yako iongezeke? Unafanya jitihada gani? Unafanya vitu vingapi? Vitu gani kwa ajili ya Mungu ili imani yako ifanye kazi? Una exercise wapi? Unafanyia mazoezi wapi? Amen. 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 Wanafunzi wa Yesu wakati wanahubiri injili walihubiri kuna huko na huko akakuambia watu mapepo akatoka akasema Bwana Yesu kwa kweli leo Bwana tumefurahi. Sababu nini? Mapepo yanafanya. Yaani kwa kweli Paulo ilikuwa ni kiwango kingine kama yaani kuleta sisi tumeombea mapepo yametoka. Maana ni kitu kingine kitokea katika maisha yao. Amen. Maana wasingefanya hivyo wasingeona kwamba nao wanafanya wanaweza kufanya mambo makubwa yale ambayo Yesu alifanya. Na Biblia inasema hivi, mkiniamini sio mnaweza kufanya mambo makubwa zaidi ambayo Yesu aliyafanya. Ina maana kwamba lazima hiyo imani tuifanyie mazoezi. Bwana asifiwe sana. Lazima tuifanyie nini? Mazoezi. Kama ni kushuhudia tuifanyie mazoezi. Amen. Kama ni kuhubiri tuifanyie mazoezi.
Kama ni kipawa ambacho Mungu amekupa, lazima ifanyie mazoezi. Ndipo unapojidhihirisha ndani yako na kukua na kuongezeka. Unapokuwa unafanya huduma au unafanyia mazoezi kwa sehemu ambazo hapa sijafanya vizuri, kile kitu kimeenda vibaya, kwa nini sijafanya vizuri? Au kwa nini kitatokea kitu fulani? Unaona kwa Mungu. Mungu anasema na wewe. Mungu anajidhihirisha kwako. Anakupa strategy mpya, anakupa namna nyingine ya kufanya kazi. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Haleluya. Vivyo hivyo katika maisha yetu ya kawaida kabisa, Mungu anataka tumwamini katika viwango vya juu. Amen. Ili aweze kuachilia nguvu yake, ili aweze kuachilia neema yake, anahitaji viwango vyote vya imani viongezeke siku baada ya siku. Haleluya. 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 Kwa hiyo sio tufanye jitihada. Jitihada ya mtu binafsi. Ni kwa tunajua kabisa katika neema ya Mungu ipo. Neema ya Mungu ipo, lakini pia katika ni inahitajika binafsi, jitihada yako mwenyewe. Unafanya jitihada gani kwa ajili ya Mungu? Una muda gani kwa ajili ya Mungu? Haleluya. Kama kuomba uombe, kama neno la Mungu hausomi, kama ufanye huduma yoyote, imani yako itakuwa vipi? Utaiona wapi imani yako inafanya kazi? Wapi? Mungu atusaidie sana. Mungu atusaidie. Haleluya. Tunahitaji imani inayoongezeka. Na Mungu anafurahia imani inayoongezeka. Leo asubuhi tumetolea mfano kwamba kuna wakati Mungu anafanyisha kama watoto wadogo. Sio? Ambao wanazaliwa wakiwa hawezi chochote, hawezi kutoa sauti, akafanya nini kama ni kitu fulani, lakini itafika wakati atahitaji nyonyo, sio? Atahitaji chakula, atalia. Kitu kuna wakati mwingine anaweza kusema mwenyewe kwa njia inauma, anataka kuchukua kitu fulani akande. Tunaongezeka. Siku baada ya siku unapozidi kuwa anakuongezeka, anaweza kufanya vitu vingine mwenyewe. Kuna siku nyingine unampeleka shule. Siku nyingine unamwambia njia ile pale nyeupe, nenda shule, anaenda, akarudi mwenyewe. Sio? Maana anakuwa, mtoto yule anafanya nini? Anakuwa. Anakuwa hata wazazi wanafurahi kwamba huyu mtoto anafanya nini? Anaongezeka kila siku. Lakini vipi je? Kama mtoto miaka hadi miaka inakuja, yuko kwenye viwango vile vile. Hawezi kusema baba naomba chakula, hawezi kuinuka. Mwaka wa miaka mitatu, miaka minne mitano bado anakaa chini, kama kujisaidia anajisaidia pale miaka 10, maana ndio hapa kuna kitu kibaya ambacho kimetokea. Sio kawaida. Nahitaji kitu kingine kati. Ndio maana wakati tunataka kwa daktari, kuna kitu gani labda huyu si mtoto wa kawaida, kuna jambo ambalo limetokea katika maisha yake. Wakadefine what's wrong. Amen. Amen. Vile inawezekana Mungu pia anatutazama kwa wakati huu kwa jicho kama hili. Miaka hadi miaka tumekaa pale. Niko pale. Siongezeki. Move, yani siendelee mbele. Niko pale. Nafanya mambo yale. Naamini vile. Inakuwa ni kazi kubwa. Mungu anashindwa kutafsiri. Mungu anashindwa kutuelewa. Mungu anashindwa kunielewa. Hivi huyu yuko salama? Yuko hai? Sababu uhai wa mtu, uzima wa mtu na uhai wake unakuja kuona kama kuna mabadiliko yanatokea katika maisha yake, katika hali ya kawaida. Amen. Vivyo katika maisha ya roho lazima kuwe kuna mabadiliko ya kuongezeka kwenda juu, sio kuongezeka kwenda chini. Hapana, kuongezeka viwango vya imani. Na tunaweza kumjua Mungu, tunaweza kumuelewa Mungu, tunaweza kufahamu mapenzi ya Mungu katika maisha yetu. Tunahitaji imani zetu ziongezeke na kukua siku baada ya siku. Kwa hiyo tunajifunza kwamba kiasi kidogo cha imani hakiwezi kufanya mambo makubwa ambayo tunategemea kuyafanya au tunategemea kuyafanya. Kiasi kidogo cha imani ambacho kiongezeka hakiwezi kunipeleka kule viwango vingine vya juu ambapo tamani niende, kwa sababu haina nguvu hiyo. Lakini viwango vya imani vinavyoongezeka tunaweza kwenda kule ambapo Mungu anataka twende. Amen. Amen. Kama wewe unatamani kwenda juu, kwenda viwango vingine, lazima imani yako ivuke viwango, iongezeke.
Imani yako iongezeke. Imani yangu iongezeke. Kama imani ya kanisa lazima ifanye nini? Iongezeke. Unajua kabisa ni mwaka wa mavuno, mwaka wa mavuno. Amen. Sio? Mavuno makubwa. Unaweza kaamini hivyo tu. Sio hivi vitu. Kwamba ni mwaka wa mavuno makubwa. Lakini leo tunasema kimdogo. Lakini ndani yetu watuamini kama kweli tunaweza kuvuna mambo nini? Makubwa katika maisha yetu. Au tunaona kama kuna huduma kubwa zinafanyika mahali hapa. Au Mungu akakutumia wewe kuleta mavuno makubwa. Ukasema nani hapo naangalia nani anaweza kumtumia ili jambo likatekelezeka kwake. Kumbe ni nani? Ni wewe na mimi. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Tunahitaji imani inayokuwa. Imani inayokuwa inatupelekea Mungu kufanya mambo makubwa katika maisha yetu. Anaweza kutukabidhi huduma kubwa katika maisha yetu. So, imani inafanya nini? Inaongezeka. Imani ndogo haiwezi kubeba miujiza mikubwa. Haiwezi kubeba huduma kubwa. Lazima imani iwe viwango vikubwa. Iwe viwango vikubwa. Imani ni kama msingi. Amen? Ni kama nini? Msingi. Watu wanajenga magorofa. Sio? Magorofa maana jengo linakwenda juu zaidi. Wanasema kwamba wataalamu unapozidi kujenga gorofa juu, maana chini pia lazima ni msingi wako ni mkubwa mno. Umeona uzo kubeba hilo jengo. Wanasema sasa hiyo ni kitano. Kwa vile kama tunatamani kuinuka juu zaidi, kufanya mambo makubwa, kuona maono makubwa, inahitaji imani kubwa. Huo ndio msingi wa kuweza kufanikisha hiyo imani. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo tunapoelewa kwamba kiasi cha imani tu hakitoshi, bali imani inayoongezeka ndio inahitajika sana katika maisha yetu. Imani inayokuwa kila siku ndio imani inahitajika sana katika huduma zetu. Imani inayokuwa na kuongezeka ni imani inahitajika sana katika kanisa la Mungu. Imani inayokuwa na kuongezeka ndio imani inahitajika sana kwenye huduma ya kila mmoja. Sio huduma tu, lakini hata katika maisha yako binafsi, katika mahitaji yako ya kila siku unayohitaji. Unahitajika viwango vya imani. Unaweza unahitaji jambo fulani, lakini inawezekana humwamini Mungu kisawasawa. Unasema jambo linawezekana ni kubwa mno. Itawezekanaje? Kumbe Mungu anaangalia namna gani imani yetu ilivyo. Hebu tusome Warumi 1:17. Warumi 1:17. Biblia inasema hivi: kwa maana haki ya Mungu inadhihirishwa ndani yake toka imani hata imani, kama ilivyoandikwa, mwenye haki ataishi kwa imani. Taudia tena. Kwa maana haki ya Mungu inadhihirishwa ndani yake toka imani hata imani, kama ilivyoandikwa, mwenye haki ataishi kwa imani. Mwenye haki ataishi kwa imani. Inawezekana haki mbele za Mungu uko sawa kabisa, una tatizo wote, lakini katika imani. Amen. Katika nini? Imani. Lakini pia nasema imani hata imani. Si maana kwamba imani moja kwenda imani nyingine. Bwana asifiwe sana. So imani hii tu ya Yesu Kristo kwamba uende imani nyingine. Yaani imani hii iliyoamini Yesu Kristo kwa Yesu ni mwokozi wa maisha yako. Amen. Lakini katika imani iende viwango vingine. Imani hata imani. Bwana Yesu asifiwe sana. Na Mungu anatufundisha kwamba mwenye haki wangu ataishi kwa imani. Na singeweza kwamba mtu huyu akisita Mungu hana furaha naye. Sio? Maana imani ni kinyume cha kusita. Mtu mwenye imani hawezi kusita katika jambo ambalo anaamini. Bwana asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Haleluya. Sasa kwa nini tuwe na imani? Kwa nini tuwe na imani? Tukisoma katika Ibrania 11:6.
Sasa bila imani haiwezekani kumpendeza Mungu. Haiwezekani kumpendeza Mungu kisawa sawa. Ibrania 11. Lakini pasipo imani haiwezekani kumpendeza, kwa maana mtu amwendaye Mungu lazima aamini kwamba yeye yuko na kwamba huwapa thawabu wale wamtafutao. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Kumbe tunaweza tuko ibadani, tumeokoka vizuri kabisa, lakini kama hatuna imani na Mungu wetu, hatuwezi kumpendeza nani? Mungu. Sawa sawa. Hatuwezi kumpendeza Mungu sawa sawa. Kwa hiyo nimejua kwamba kumbe ili tumpendeze Mungu vizuri, ili tumpendeze Mungu, tumfurahishe Mungu, lazima tuwe na imani ndani yetu. Bwana asifiwe sana. Imani ndani yako ndio inayofanya sasa tumpendeze Mungu. Umpendeze Mungu sawa sawa. Sababu ukishampendeza Mungu, maana tutafanya mapenzi ya Mungu, unamsikiliza Mungu. Watu wakiwezekana atakuudhi, wengine watakukosea, lakini Biblia inasema kwamba tusamehe. Amen. Utasamehe. Biblia inasema habari nyingi kwa habari ya maisha yetu. Kwa hiyo imani yetu ndio inataka kufanya sasa tumpendeze Mungu sawa sawa. Bwana asifiwe sana. Kijana, hatuwezi kumpendeza Mungu pasipo nini? Kuwa na imani. Mama, baba na kila mtu hatuwezi kumpendeza Mungu tusipokuwa na imani ndani yetu. Imani yenye nguvu, imani ya kuhamisha milima, imani ambayo inaweza kuhamisha mlima ukaondoka, ni imani ambayo inakuwa na kuongezeka viwango vyake. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Haleluya. Wewe unaangalia kipimo cha imani ndani yako. Kama wazangu na lipstick sisi wenye magari asubuhi unaweza kuamka ukapima oil, sio? Kama hii oil imepungua au imefanyaje au imeisha. Sawa. Kama imeisha maana lazima fanye nini? Ongeze. Kuna kitu hydraulic. Sio? Jana nilikuwa nafunga gearbox. Sasa tumeweka hydraulic, tumeweka lita nyingi, tumesema inaweza kufanya kazi. Tukasema baada ya kuwasha gari haina nguvu kabisa. Yaani nguvu kabisa. Sasa jamani yeye tukapiga simu. Bwana hii kitu leo tuuzia ni mbovu kwa sababu gari haifanyi chochote. Sasa leo tupime nini? Ile oil kama nyingi. Kwa hiyo oil iko chini kabisa. Baada ya kuongeza ile oil gari ina nguvu kabisa, safi kabisa. Mungu asifiwe sana. Kwa hiyo tafadhali sema kumbe yawezekana na maisha mengine ya sisi pia ya kawaida kabisa. Ndani yetu yawezekana nguvu ya fani hii kiwango cha imani kimeendelea kushuka baada ya fani na kuongezeka. Kwa hiyo kama hydraulic ile tusingeongeza tuseme bwana gari hii bwana hiyo kitu kifaulu cha tumisia ni kibovu kwa sababu hakifanyi kazi. Kumbe kiwango cha hydraulic ndani yake kwa nini ni kidogo, ilikuwa ni kichache. Nikasema kumbe wakati mwingine inawezekana kweli ndani yetu tunaona vitu fulani ni vigumu, haviendi kwa sababu ya nini? Ya kiwango cha imani tulichonacho katika maisha yetu. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Je, kiwango cha imani yako ndani yako kipoje? Kama unamenja, kama unapima, kipimio ni lita 1, lita 2, lita 10,000, I don't know. Kwa namna yote vile, maana hatuwezi kupima na imani haiwezi kujionyesha hivi nje kama kweli mimi na imani. Sema ndio kwa imani nje. Yaani sijui, lakini imani ndani yako ambayo ndio inaweza kuonekana, wewe mwenyewe ukajiona kwamba kweli mimi naamini Mungu. Katika hali ambayo haiwezekani, mambo ambayo ni magumu, hali ambayo ni magumu. Katika utumishi wako, hivi hata mimi naweza nikamtumikia Mungu, naweza nikasimama, nikashuhudia mtu au mpaka lazima nimwambie mtumishi, mchungaji, njoo uombee watu. Au na mgeni hapa amekuja, au kuna mtu fulani anahitaji maombi. Kiwango cha imani ndicho kinachotufanya sisi tuweze kwenda mbele. Tuweze kuingia viwango vingine.
vya utumishi wetu, vya huduma zetu, hata katika maisha yetu ya kawaida, ya kupokea miujiza, kupokea yale ambayo Mungu, ahadi za Mungu ambazo amesema katika maisha yetu. Ahadi za Mungu ni nyingi. Ndio, kuna ahadi za ulinzi katika maisha yetu. Amen. Kuna ahadi za uponyaji katika maisha yetu. Kuna ahadi za kuinuliwa, za baraka katika maisha. Zimetamkwa nyingi. Hasa hizo zote zinahitaji kiwango cha imani tulicho nacho. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. 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 Ni muda wa kutafakari. Ni muda wa kuangalia. Siku zote, siku zinapita, miaka inaenda. Uko level gani? Uko hatua gani? Imani yako iko katika viwango gani? Je, nibaki kama punje tangu zamani punje ilivyowekwa ndani yako? Au umeshafikia hatua gani? Mizizi, kuna mizizi ya hiyo imani, kuna matawi ya hiyo imani, je, kuna matunda ya hiyo imani? Kwa hiyo imani hiyo kubwa ya imani lazima iwe na matendo, ionekane, matunda yaonekane katika hiyo imani. Je, kanisa linafaidika vipi na hiyo imani ambayo iko ndani yako? Kama ni huduma, je, inakuwa? Kama ni kazi ya Mungu inafanyika? Kama ni vipawa ambavyo viko ndani yako, je, vinatumika? Haleluya. Hatuwezi kuwa na imani kubwa iliyokuwa ndani yako afu kisionekane kitu chochote. Ni kitu ambacho feni haiwezekani. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo ili tumpendeze Mungu, ili tuishi maisha ambayo Mungu anatamani tuyaishi. Mungu ana matarajio makubwa na maisha yetu. Mungu ana matarajio makubwa na wewe dada. Mungu ana matarajio makubwa na wewe mama. Mungu ana matarajio makubwa na wewe baba, na wewe kijana. Mungu ana matarajio makubwa na wewe. Haitoshi tu kuokoka na kuja kanisani. Haitoshi tu. Lakini kunatakiwa kila siku vionekane viwango vyako vya imani. Hata mtu mwingine anaweza kaasesi kama huyu inawezekana kweli. Kinapoitwa leo, kuna vitu vinaongezeka ndani yake. Huduma zinaongezeka ndani yake. Viwango vinaongezeka ndani yake. Mambo mengine yanajitokeza ndani yake kwa sababu Mungu ameachilia vitu ndani yake. Akishaachilia vitu ndani yako, ile imani iliyo ndani yako inaweza kufanya mambo makubwa ambayo hayakutarajiwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. 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 Imani hiyo ndio ambayo sasa inategemea mtazamo wako kwa Mungu. Unamtazamaje Mungu katika maisha yako? Unamuonaje Mungu katika maisha yako? Unamwaminije Mungu? Unamuonaje Mungu katika maisha yako? Bwana Yesu sana. Je, kuna wengine ambao wanamuona Mungu kama yeye ni mfariji katika maisha yao? Hata katika vita magumu, anajua kwamba Yesu ni mfariji wao. Hata kama watu wengine hawajanifariji, yeye ni mfariji wao. Hiyo nayo ni imani. Bwana Yesu sana. Tunasoma katika Wakorintho wa 2:1-3-4. Tumesoma hapo habari ya Yesu kwamba yeye ni mfariji. Kwa hiyo pia hiyo pia kiwango cha imani kwamba unamwona Mungu vipi katika maisha yako. Lakini wapo ambao wanamwona Mungu kama yeye ni baba katika maisha yao. Ni baba. Wengine ambao wanasema hawana baba, lakini wanajua kabisa Yesu ni baba katika maisha yao. Mungu ni baba katika maisha yao. Mtazamo wako kwa Mungu ni nani? Ni baba katika maisha yao. Tusome katika Yohana wa kwanza 3:10. Mungu ni baba katika maisha yako. Kwa hiyo wakati mwingine tukifika mahali pagumu sana, ukiangalia usikana kupata msaada, lakini na imani ndani yako nakwambia Mungu ni baba yako. Amen. Tumfahamu sifa za baba siku. Sifa za baba. Baba anaweza katoa chochote kwa ajili ya mwanae. Amen. Akaenda kuomba shilingi 100 atampatia. Kwa sababu anajua nini? Huyu ni mwanangu. Anaweza kumpa kile anachokihitaji, akatoa. Lakini mtazamo mwingine kama unaweza kumwona Mungu ni nani? Imani yako inaweza kuambia kwamba Mungu nilionaye ni Mungu mwenye upendo. Amen. Ni Mungu mwenye upendo. Kwa hiyo unapofika mahali pagumu, imani yako inaweza kuambia kwamba Mungu nilionaye ni Mungu wa upendo. Hata kama watu wengine watakuchukia, wengine wanakuchukia baada ya kuokoka, wanakwambia wewe umeingia imani ambayo haina maana yoyote. Utakuwa maskini, utafilisika au hutafanya lolote katika maisha yako unaamini Mungu. Lakini kwamba Mungu ni Mungu mwenye upendo. Hata watu watakuchukia namna gani, kutojua kwamba Mungu nilionaye ni Mungu wa upendo. Lakini unaweza kumtazama Mungu, mtazamo wako wa imani kwa Mungu
wakati wa kuugua, wakati unapotembea katika hali ngumu za afya yako, Mungu wetu ni Mungu mponyaji. Haleluya! Ni Mungu nani? Mponyaji. Katika kitabu cha Kutoka 15:26, yeye asema hata weka maradhi aliweka kwa Misri. Bwana asifiwe sana. Maana yeye ni Mungu nini? Mponyaji. Yeye ni Mungu mponyaji. Anaweza kutuponya, anaweza kutulinda, anaweza kutupitisha hata katika hali ngumu ambazo tunazipitia katika nyakati hizi. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni Mungu wetu, yeye ni mponyaji. Haleluya. Je, unapokuwa umeishiwa, huna chochote, unahitaji msaada, unahitaji fedha, unahitaji mali, unahitaji kazi, unahitaji nini, kila unachokihitaji katika maisha yako, Mungu kwako, yeye ni Mungu ambaye ni mpaji. Ni Mungu ambaye anatoa kwa ajili yetu. Ni Mungu anayetoa kwa ajili yetu. Mungu anayetoa kwa ajili yako. Amesema atatupatia hazina ambazo zimefichwa. Amen. 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 Sio mpaka waende kwenye wako, wapo wengine wanaenda mpaka kuna simuliana hapa kwa habari ya watu wengine kupata mali, wanaenda mpaka kwa akina Kalmanzira huko ili apate utajiri. Na huo utajiri unaopata unakuwa masharti. Ana nyumba nzuri lakini hawezi kulala ndani ya nyumba. Ana kitanda kizuri lakini analala chini. Ana kila kitu lakini atakula vibaya kwa sababu kile alichonacho, alichopata si halali. Haleluya. Haleluya. Lakini Yesu yeye ni mpaji, anayetoa kwa ajili yetu. Yeye anayetoa kwa ajili yetu, yeye anayetoa vitu vyote, mahitaji yetu ya kila siku. Kama tunahitaji utajiri, amesema kwamba atatupatia utajiri, atatupatia hazina ambazo zimefichwa kwa ajili yetu. Lakini hizo hazina zinazokuja haziji kawaida tu, zinakuja kwa mtu ambaye ni mtu wa imani. Amen. Ni mtu wa imani ambaye anaamini kwamba huyu kweli Mungu ndiye mwamini, anaweza kunipatia. Lakini haitoshi tu. Mungu wetu ni Mungu ambaye ni mchungaji wetu. Amen. Ni Mungu ambaye ni mchungaji wetu. Anatuchunga. Hatapungukiwa na kitu, kama tulisoma katika Zaburi 23. Amen. Yeye ni mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu. Katika nini? Maisha na majani mabichi hunilaza. Huko mbele anasema habari nzuri kabisa kwamba Mungu tulionaye ni Mungu ambaye ni mchungaji. He's a provider. Yeye anayetupa mahitaji yetu ya kila siku. Hatapungukiwa na chochote. Hatapungukiwa ulinzi. Hatapungukiwa na chochote katika maisha yetu. Tunamwamini yeye ambaye afanye ametuokoa. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Haleluya. Kuna watu mpaka leo wanaishi, walihesabia siku za kuishi, lakini walimwamini Mungu mpaka leo ni wazima. Amen. Amen. Amewapa uzima, amewapa afya njema kwa sababu ya imani. Kwa sababu kama hofu ingeingia katika maisha yao, hofu ingechukua nafasi, wangeshakuwa kuangamia muda mrefu. Lakini walimwamini Mungu. Walimwamini Mungu katika maisha yao na hakuwaacha, na hakuwapungukia. Mpaka leo wanashuhudia matendo makuu ya Mungu. Ndio maana nitaishi ili niasimulie matendo makuu ya Mungu. Sio kawaida tu. Mtu anayesema sentensi kama hiyo ni mtu wa tofauti. Ndani yake lazima kuna kitu cha tofauti ndani yake. Unaweza kuwa unasema hivi sitakufa sitaishi, lakini moyo wako unakaofu kama ingia. Inakuwa ni kazi bure. Haleluya. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Watu wa Mungu wanaweza kutembea kwa ujasiri kwa kutulia naye ni Mungu mkuu. Amen. Kutembea kwa ujasiri kwamba yeye ni Mungu ambaye anatupigania, ni Mungu ambaye ni mlinzi wa haja zetu, ni Mungu anayetupa hekima, Mungu anayetupa akili, Mungu anayetupa kila kitu. Lazima tumwamini huyu Mungu. Utofauti wetu na huko watu huko nje unategemeana tu imani tulizonayo ndani yetu. Watu wengine tuko hapa kanisani, inawezekana maisha yetu ni magumu, watu wanatudharau, lakini ndani yako unajua wewe ni mtajiri, unajua ni Mungu mwenye, unajua wewe ni mwenye nguvu, unajua wewe ni mtu uliyefanikiwa hata kama una chochote kwa sababu ni Mungu ulionaye. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Watu wakushangaa huyu mtu bwana yukoje? Ni imani ulionayo. Imani inayokuwa, imani inayoongezeka siku baada ya siku. Imani inayoongezeka, ukikuwa na imani inayoongezeka ndani yako, utawatangulia hata wengine ambao wameoka miaka 47 wanasema sisi tumeoka miaka 47. Lakini ukiwa na imani inayokuwa ndani yako, utakuwa na viwango vikuu, unaelea, unapaa juu. Haleluya. Utapaa juu kwa sababu ya imani ulio nayo. Haleluya. Mchana leo
Mungu alinigusa kuongea. Maisha huu ujumbe Mungu alisema na mimi sana. Akanitia nguvu.